Takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Mwanzoni kulikuwako neno, nayo neno alikuwa kwa Mungu, na neno huyu alikuwa Mungu. Huyu mwanzoni alikuwako kwa Mungu. Kwa neno vyote vimeumbwa, na pasipo neno hakikuumbwa chochote kilichoumbwa. Ndani yake ulikuwamo uzima, na uzima ulikuwa ni mwanga wa wanadamu, na mwanga huo uliangaza gizani, lakini giza halikuupokea. Palitokea mtu ametumwa na Mungu, jina lake Yohane. Huyo alikuja kutoa ushuhuda, apate kuushuhudia mwanga, ili wote wasadiki kwa sababu yake. Yeye hakuwa ule mwanga, ila wajibu wake ulikuwa kuushuhudia ule mwanga. Alikuwako mwanga halisi amwangazaye kila mtu. Alikuwa ulimwenguni humu. Alikuwako ulimwenguni, nao ulimwengu uliumbwa kwa njia yake, lakini ulimwengu haukumtambua. Alifika kwa walio wake, nao walio wake hawakumpokea. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ndio wale wasadikio kwa jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala kwa tamaa ya mwili, wala kwa tamaa ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tumeuona utukufu wake, utukufu kama wa mzaliwa wa pekee wa Baba, amejaa neema na kweli. Yohane alimshuhudia na alipaza sauti akasema, huyu ndiye niliyemtaja niliposema, anayekuja nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Katika ukamilifu wake sisi sote tumepokea neema juu ya neema. Kwa maana sheria imetolewa kwa njia ya Musa, lakini neema na kweli zimepatikana kwa Yesu Kristo. Hakuna aliyemwona Mungu. Mwana wa pekee, Mungu aliye kifuani mwa Baba, amemtambulisha kwetu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Leo tumesema tunasherehekea nini? Leo tunasherehekea nini? Leo tunasherehekea, simseme kwa sauti, leo tunasherehekea Krismasi. Leo tunasherehekea Krismasi. Leo tunasherehekea Christmas ama Krismasi. Na ujumbe wa Krismasi asubuhi ya leo ni kuhusu mwanga. Kila mtu sema mwanga. Mwanga kwa Pokot ni nini? Lopoyin. Leo tunaongea kuhusu mambo ya mwanga. Na kitu kimoja ambacho tunajua kuhusu mwanga ama Lopoyin, wakati unatembea ukiwa na mwanga, uko sure mahali ambapo unaenda utafika. Lakini ukitembea katika giza, aidha utahitaji tochi ama utafika nyumbani miguu ikiwa imechibuliwa na mawe. Ukiwa umegonga mawe, ni kama uko na mjengo, ni kama unang'oa mawe kwa barabara ukajenge. Na ndiyo maana leo tunaambiwa miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Nataka kuuliza swali moja. Watu wangapi ambao washaiona kipofu? Unajua yule mtu ambaye, mimi ni kipofu kidogo kwa sababu natumia miwani, lakini kuna wale kipofu kabisa. Unajua kipofu? Yule mtu ambaye haoni. Watu wangapi washai kuona kipofu? Wangapi washaiona kipofu? Kipofu anatembea aje? Kipofu anatembea aje? Kitu cha kwanza, kipofu lazima asaidiwe, si ndio? Anasaidiwa na mtu mwingine. Anaambiwa usikanyage hapa, anaambiwa pita hapa, anashikiwa kamti, anaonyeshwa njia. Na lazima kipofu aonyeshwe njia na mtu ambaye ako na macho, si ndio? Hawezi kuonyeshwa na kipofu mwingine, kwa sababu wote wataanguka. Wote watafanya nini? Na wataumia, na watafika mahali wanaenda. Kwa la Yesu Kristo. Kokai. Sasa tunaposherehekea Krismasi, tunasherehekea Lopoyin Nyowo. Tunasherehekea nini?
yaani mwanga mkubwa. Mwanga huu ni mwanga ambao kila mtu ameitwa kwa mwanga huo. Ndiyo maana ujumbe wa Krismasi asubuhi ya leo ni kwamba sisi watu wa Kalapata tumeona mwanga. Sisi watu wa Kalapata tumeona nini? Tumeona Lopoi, tumeona Lopoi. Na unajua mtu yeyote ambaye ameshaona mwanga hataki kubaki kwa giza tena. Hataki kufanya nini? Kwenda kwa giza tena. Anataka kila wakati akae katika huo mwanga. Akae katika huo mwanga. Na mwanga ambao tumepata hapa katika sehemu hii ya Kalapata ni kwamba Mungu amefanya makao yake hapa. Mungu anaishi sisi. Wangapi ambao wanahisi uwepo wa Mungu hapa? Wangapi ambao wanasema Mungu anaishi hapa? Kama unajua Mungu anaishi hapa, mkono juu. Jipigieni makofi. Nikawaambia kitu kimoja, mahali ambapo Mungu anaishi, mahali hapo lazima patabarikiwa. Mahali hapo lazima patabariki. Watu hao watapata perur. Watapata nini? Kwa sababu mahali ambapo Mungu anakaa analeta umungu wake, na mahali hapo panakuwa mahali nyokaram. Panakuwa mahali panakuwa ni mahali pazuri. Na ndio maana leo tunamwambia Mungu asante, kwa sababu Yesu Kristo hajazaliwa tu Bethlehemu, lakini amezaliwa hapa kwetu. Kwa sababu hata ukiangalia watoto wanakaa vizuri, ukiangalia kina mama wanakaa vizuri, na kila mtu anakaa vizuri. Kwa nini tunakaa vizuri? Sio kwa sababu tuko na kila kitu. Tunakaa vizuri sio kwa sababu ya kitu kingine, lakini kwa sababu Mungu amefanya makao yake hapa. Mungu ni Emanueli. Mungu ni Mungu ni nini? Simsema Emanueli. Sema Emanueli. Na tulisema Emanueli maana yake ni nini? Emanueli maana yake ni nini? Mungu simseme kwa sauti. Mungu pamoja nasi. Emanueli ni Mungu pamoja nasi. Mungu hiyo ukienda nyumbani uende uambie wale watu ambao hawakuja kanisa. Leo tumefundishwa kitu kinaitwa Emanueli. Leo tumefundishwa na tukaambiwa Emanueli maana yake ni nini? Mungu pamoja nasi. Na Mungu pamoja nasi inamaanisha kwamba sasa sisi na Mungu ni kitu kimoja. Sisi na Mungu ni kitu kimoja. Na tukiwa kitu kimoja, lazima tujue kwamba Mungu akiwa na sisi tukiwa na Mungu, maisha yetu yatakuwa mazuri. Maisha yetu yatakuwa kila kitu ambacho tunafanya kitakuwa kizuri. Tutabarikiwa, tutaishi na amani, tutaishi na upendo, tutasaidiana, tutaombeana, tutasameheana, na zaidi Mwenyezi Mungu atatubariki. Kwa Yesu Kristo. Kokai ngoko kai. Na ndiyo maana leo tunaposherehekea Krismasi pia tunasherehekea upendo wa Mungu. Tunasherehekea upendo wa nani? Mtu nani ambaye anasema kwamba mimi najua Mungu ananipenda kwa sababu ameniamsha leo? Mikono juu kama unajua unapenda Mungu, anakupenda. Very good. Tupigie Mungu makofi. Na sio kwamba tu Mungu ametupenda, lakini Mungu ametupenda zaidi. Mungu ametupenda zaidi. Mungu ametupenda zaidi. Na kwa huo upendo wa Mungu leo ametujalia kusherehekea Krismasi, ambayo ni siku ya kuzaliwa mwana wake Yesu Kristo, ambaye ni Mwokozi na Bwana wetu. Tunamsherehekea leo sisi wote kama kanisa, tukimwambia Mungu asante kwa kutimiza yale ambayo uliagiza, kwa kutimiza maagizo yako, kwa sababu tunajua kwamba Mungu kile kitu ambacho amesema atafanya, atafanya. Kile kitu ambacho Mungu ameahidi atafanya, atafanya nini? Atafanya. Hakuna kitu hata kimoja ambacho Mungu amesema atafanya na hajafanya. Na kwa hivyo sisi ambao tuko hapa tunaamini kwamba Mungu atatimiza ahadi zake kwetu.
Najua tuko na mambo mengi ambayo tumemuomba Mungu hapa, mengine amejibu, kwa sababu kitu cha kwanza tuliomba kanisa na Mungu akatupa kanisa. Mungu alitupa kanisa ama hakutupa? Si alitupa kanisa? Alafu baada ya Mungu kutupa kanisa akatupa Roho Mtakatifu wa kutuwezesha kuja kanisani. Si tumekuwa tukikuja kanisani? Tumekuwa tukikuja jumuiya, tumekuwa tukipata baraka, watoto wamekuwa wakifundishwa, na hivi karibuni hata watoto wachanga watabatizwa. Tumpigie Mungu makofi. Hata akina mama gogo watabatizwa, na hiyo ni ishara ya kwamba kwa kweli Mungu ni Emanueli katika sehemu hii yetu. Hata niliwaambia juzi wakati tulikuwa tunaanza kanisa hapa, hakukuwa na kanisa ingine ilikuwa imefufuka. Lakini sikia, hao na wao tulikuja hapa tukawasaidia, hata wao wamefufuka. Sikia, na wanapiga mpaka ngoma, kwa sababu mahali ambapo Mungu yupo, kile kitu kizuri kinavutia kitu kingine kizuri. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya Roho huyo ambaye anawaongoza watu wake kuabudu. Na kwa hivyo Krismasi hii iwe ni Krismasi ya kutukumbusha kwamba mbele iko sawa. Krismasi ya kutukumbusha mbele iko sawa. Kwa sababu gani? Mbele iko sawa kwa sababu Mungu yuko mbele akituandalia mahali pazuri, kama tulivyoambiwa na somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya. Anasema Mwenyezi Mungu ameandaa mahali pazuri kwa ajili ya Sayuni na wanawake, yaani watoto wake. Na kama Mungu mwenyewe ndiye ambaye ameandaa, tunajua hapo kutakuwa na kila kitu. Kutakuwa na Omisha, kutakuwa na Paul, kutakuwa na Kalia, kutakuwa na Chomiat, kutakuwa na Lopoyin, na kutakuwa na Perur. Kikola Yesu Kristo kokai ngoko kai. Na hiyo ndiyo furaha yetu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ambaye anatufanyia. Sisi tunamfuata, sisi tunamsikiliza, sisi tunaongozwa na mwanga wake ili tuende mahali yupo. Watu wangapi ambao wanasema mimi nitaendelea kukuja kanisani? Watu wangapi ambao wanasema mimi nitaendelea kuja kanisani? Watu wangapi ambao wanasema mimi nitaendelea kumjua Mungu zaidi? Watu wangapi ambao wanasema kwamba tutawafundisha watoto wamjue Mungu? Serenyoman, tumpigie Mungu makofi. Na tukifanya mambo hayo yote, tutaona jinsi ambavyo yule Kristo ambaye amekuja kama mtoto atajitambulisha kwetu. Yohane akasema kwamba alikuja kwa ajili ya kuandaa, na sisi tunajiandaa na tumejiandaa na tutaendelea kujiandaa, kwa sababu Yesu Kristo ambaye amezaliwa kama mtoto leo anataka kukaa mahali pazuri. Kitu cha mwisho ambacho tunafanya leo ni kwamba kila mtu aangalie moyo wake. Ndani ya moyo wako, ndani ya mkulo, useme ni nini ambacho kipo katika mkulo wangu. Kama sio mambo mazuri, useme nitatoa mambo ambayo sio mazuri ndani ya mkulo. Na kama kuna mambo mazuri, unasema Mwenyezi Mungu akae ndani ya mkulo, kwa sababu yeye anataka mahali pazuri. Kama kuna kitu ambacho unataka kuacha leo, acha. Kama kuna tabia ambayo sio nzuri ambayo unataka kuacha leo, acha, kwa sababu yule ambaye amezaliwa ni mfalme wa amani. Huyu ni mfalme wa Kalia, na anapokuja hawezi kuleta Kalia katika moyo wako kama wewe mwenyewe hauna amani. Na hiyo amani ambayo tunaomba sio amani ya kutokuwa na vita tu, lakini ni amani ya kujua kwamba tunaye Mungu ambaye anatujali, na yeye ndiye ametujalia zawadi ya kusherehekea Krismasi hii pamoja, na tunamwabudu na kumsifu kwa sababu anatupenda. Kikola Yesu Kristo.